katika mtaa huu na katika eneo hili tulikuwa na kituo cha polisi. Kituo cha polisi ambacho kilikuwa kinasaidia sana swala la ulinzi na usalama katika maeneo yetu. Lakini hasara za tarehe 29 zilipelekea kituo chetu cha polisi kuweza kuchomwa moto na sasa hivi huduma ya polisi haipo. Hali hiyo imeweza kupelekea swala zima la ulinzi na usalama limekuwa hatarishi kidogo, hasa kwa wale vibaka au wale watu wezi wizi wa rejareja. Na mkitazama katika eneo hili tumezungukwa na taasisi ambazo kuna shule zetu tatu kuna shule za sekondari pamoja na shule za msingi. Kwa hiyo vibaka wamekuwa mpaka wakisumbua wanafunzi. Vibaka wamekuwa wakikaba mpaka walimu katika maeneo haya kwa sababu wanajua kituo cha polisi hakipo. Kwa hiyo sisi kama ODC, kamati ya maendeleo ya kata, jambo hili tuliliona kwa ukubwa na uzito wake na tukakubaliana kwa pamoja kwamba lazima tufanye jitihada za makusudi za kuhakikisha tunarejesha kituo chetu cha polisi ili angalau wananchi huduma ya ulinzi na usalama iweze kurejea. Sasa kwa sababu halmashauri ina mambo mengi na ina vitu vingi vya kufanya, tukasema lift na mkuta aliyokwisha kuanza safari, na ndio taratibu wa halmashauri yetu ya manispaa Ilemela. Kama mna jambo nyinyi wananchi mkianzisha, basi halmashauri inaweza ikafanyeje ikamalizia. Kwa hiyo tumekubaliana sisi kama kamati ya maendeleo kwamba tuanze kutafuta wadau ili tuweze kuhakikisha hatua za awali za kujenga za kuinua boma ziweze kukamilika, na baada ya hapo sasa tuiombe mkurugenzi aje awezeke na tuletee wataalamu kwa ajili ya huduma za nini za ulinzi na usalama katika eneo letu. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaomba sana, tukipita kuwaomba mchango, msione kama tunaomba mchango tunawasumbua. Tunaomba mchango ili tuweze kurejesha huduma ambayo inawasumbua wananchi wengi hasa wa maeneo haya, lakini pia hususan shule zetu hizi za msingi na sekondari, kwa sababu nyinyi mnafahamu kwamba shule hizi hazina uzio. Kwa hiyo maana yake ni rahisi kuingilika. Kwa hiyo tupeni ushirikiano katika hilo, na niwaombe na katika kuanzia wiki inayoanza tunaweza tukapita kwa wadau ili waweze kutusaidia kitu cha kufanyeje cha kurejesha huduma yetu hiyo. Ni swala zima la mikopo kwa wakina mama na vijana. Hili jambo tumelisema sana, na kila tulipokuwa tunaenda wakina mama mlikuwa wanasema mikopo. Na sisi tumekwisha kuanza nalo na nyinyi ni mashuhuda. Leo katika kikao hiki amekuja afisa maendeleo, yuko hapa, ametoa elimu namna gani mnaweza mkapata mikopo. Lakini pia katibu wa mbunge naye amekuja kwa ajili ya kueleza fursa ya mikopo. Kwa hiyo katika hili swala mikopo ni swala kubwa na endelevu, lakini hatua za kwanza na za haraka tumekwisha kuzianza kuzitoa. Na tulikuja tukagundua kwamba katika swala zima la mikopo watu wengi sana wanataka mikopo lakini hawana elimu ya mkopo. Kwa hiyo sisi tulichoamua kama viongozi tuhakikishe kila kwenye mikutano ya hadhara ya mitaa tunakuja na watu kwa ajili ya kuelimisha mikopo ili mpate elimu na mpate taarifa zinazoendelea. Wakati wa nyuma mlikuwa mnasema kwamba mikopo wanapeana wenyewe, sisi taarifa hatupewi, wanajuana wenyewe tu. Lakini leo mnyinyi ni mashuhuda, afisa maendeleo amekuja hapa amewasomea kwamba kuanzia tarehe 11 mpaka tarehe 9 mwezi wa 5 dirisha limefunguliwa, liko wazi. Kwa hiyo aidha nyinyi kama kuna mtu ana sifa anatakiwa kuomba, lakini kama wewe hauna basi ufikishe sauti kwa wale ambao hawako hapa ili waweze kuomba. Lakini kama hauna sifa hizo, zimetolewa vigezo na masharti hapa, basi mimi niwaombe tutumie muda huu kwa ajili ya kwenda kutengeneza vikundi, lakini tuhakikishe vikundi vile vinaingia katika mfumo na katika vipate sifa ili awamu ijayo muweze kukopesheka. Hizi hela mnaosema za Mama Samia ndio hizi hela ambazo halmashauri zinatenga kwa ajili ya kuinua nyinyi kiuchumi. Kwa hiyo mimi niwaombe sana, hili tumeshalichukulia hatua, na nyinyi kama wakina mama, mimi najua wakina mama wengi wanataka mikopo lakini hawana elimu ya mikopo. Na ndio maana alipokuja mheshimiwa katibu wa mbunge anasema kwamba ukiwa umeomba mkopo lakini kama unadaiwa kwenye vikundi vingine au kwenye taasisi zingine hauwezi kupata mkopo. Nimeona kila mtu hapa ameishiwa power. Tafsiri yake kwamba masuala ya mikopo mnayo. Sasa lengo la serikali linataka limuinue mtu kiuchumi. Na huwezi kumuinua mtu kiuchumi ambaye unamsaidia mkopo kumbe naye ana madeni mengi. Sasa wengi walikuwa wao wanafanya kazi ya kuhamisha, anachukua mkopo huku anaenda kuhamisha huku. Kwa hiyo sisi tunataka mtu ambaye hana mkopo lakini anataka kuinuliwa kiuchumi ili kile ambacho anasaidiwa aweze kufanyia biashara na kilete tija. Kwa hiyo mimi niwaombe sana katika swala zima la mikopo kwanza mpate elimu na tumekuja kuelimisha, lakini la pili hii mikopo kwa yoyote mwenye sifa anaweza akapewa. Na mimi tutasimamia kama kuna watu wana sifa, kuna kikundi cha vijana cha kina mama, tutahakikisha tutasimamia watu wenye sifa waweze kupata mkopo ili waweze kujiinua kiuchumi.